Amosi anaonekana kuingia kwenye nafasi ya kumtumikia kama nabii, ijapokuwa hapo awali kabla ya wito wa kuwa nabii hakuwa kuhani na haonekani akifanya shughuli za madhabahuni. Ila kikubwa kinachotajwa kuhusu Amosi ni mahusiano yake na Mungu. Alikuwa na hali nzuri sana ya kiroho. Alikuwa ni mtu mwenye tabia njema, alikuwa ni mtu anayemcha Mungu, alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu, alikuwa ni mtu ambaye alimjua Mungu kibinafsi. Na Mungu akaona ule uchaji wake na akampatia neema na akamwita kwenye nafasi ya kuwa nabii. Na hii inaniaminisha kwamba Mungu anaweza akatumia mtu yeyote, kwa sababu yeye mwenyewe kwenye kitabu cha Amosi sura ya 7 mstari wa 14 anasema, mimi sikuwa nabii na wala sikuwa kuhani, ila nilikuwa ni mchungaji wa mifugo, lakini pia alikuwa ni mkulima aliyekuwa analima mikuyu. Kwa naomba nikukumbushe, kuna watu ambao wanasubiri wapewe nafasi ili waonyeshe utumishi wao. Na wapa pole watu wa aina hiyo, kwa sababu cheo hakituingizi kwenye huduma. Nafasi ipo, Mungu anaweza kukupatia nafasi kwa wakati anaoutaka yeye, lakini tafadhali usisubiri upewe cheo ndo uanze kutumika. Usisubiri upewe nafasi ndo uanze kuonyesha hali yako ya kiroho. Tafadhali anza kuwa wa kiroho hata kabla hujaaminiwa mahali popote. Amosi anaonekana kuwa na kiroho kizuri hata kabla ya kuaminiwa kuwa nabii. Na hivyo naomba nikukumbushe tu, kuna watu wanafikiri kwamba ukipewa nafasi ndio unakuwa mtu wa rohoni. Utafiti unaonyesha kwamba nafasi au vyeo kwa sehemu fulani vimechangia kuua viroho vya watu. Kuna watu kabla kupata nafasi walikuwa vizuri, baada ya kupewa nafasi hali imekuwa mbaya. Sasa nidhamu ya kukaa na Mungu lazima ijengwe kabla hujapewa nafasi, ili ukipewa nafasi usimkose Mungu kabaki na nafasi.